picha moja niliona Diamond kama vile ameongezwa hapo, si ni wauni wale, si ni ninyi wenyewe ameongeza kwenye cover ya Memkwa. Wale ni wauni, lakini Simba bana, sisi si vijana wake bana, tunajituma na sisi tunasupportigi kazi zake. Tunatokeaga nini kwenye challenge nini, wala hata sio kujishusha wala hata sio nini. Siku moja tu haja tu bless bana Simba, bless dude letu sisi kina wanani watu wadogo, tukiona kama tumeshuti na Simba, maisha yetu kwa salama itakuwa ni kitu kikubwa ambacho hakielezeki. Tukoje kumwambia mtoto wako unaona na shuti na mnyama, usakuwa mdogo. Kwa hiyo bana sisi wenyewe tunamwambia bana Simba bana 1 2 3 ile aje kwenye Memkwa tufanye kitu. Tutarajie siku tutamwona Diamond kwenye Memkwa. Alafu sinaona mimi Diamond na mabosi wangu mbona wakogo sawa. Hata juzi tu ile walivyoposti kile kipande cha changanya tende na maziwa. Ile kubwa ile. Si unaona alicomment kwa ajabu. Alafu Simba anaga noma unajua na vijana wake, mradi tu unajituma unajipambania. Ana support vijana. Kwa hiyo sisi wenyewe tunamwambia bana Simba njoo Memkwa kwani kuna nini? Njoo tu bless wadogo zako nini fresh. Karibu shilingi ngapi? Alafu sasa unajua mtu kama Simba yule pale. Sometimes pesa sio. Unatengua kauli. Unajua kwa Diamond pale anaweza akaamua tu kwamba wadogo zangu hawa tuondoke. Kwani vitu vingapi Diamond ambavyo amefanya hakutegemea pesa wala nini. Ila atakuwa amefanya utu mmoja wa ajabu kwa sababu nikiangalia platform ya Memkwa ina watu wengi. Na maana kila mtu atakuwa ameenda pale. Itakuwa ina vijana wengi ambao tunajitafuta. Kuna kina sisi ambao tunajipambania nini. Kwa hiyo ni kuamua tu kwamba bana Ramadangote njoo tuue. Kama ungepewa nafasi umchagulie benchi, Diamond anakuja akae wapi? Tumtoe nani akae yeye? Diamond atoki mtu. Tumsogeze nani mradi apate kukaa? Yaani mimi pale nitajipigia mimi ujiko Simba akae karibu yangu. Yaani hatuwezi kumtoa mtu. Kwani tumtoe mtu darasa lile kiti kinaongezwa. Sasa tujajaa Memkwa. Nani asogee mbele? Kusogeaje mbele? Wewe akae karibu yako, akae mbele yako nyuma yako au atoke kwa Steve, akae kwa Steve hapo. Yeye Simba atakapokuja mimi wakisema eti kwamba niweke upande wangu, nataka nikae naye Simba. Afanye jambo nione karibu, lakini nitapenda Simba mimi akicheza mule cheze kama Bishop fulani hivi, yani pale shuleni ni mademu wote wanaliandafia. Alafu kichwani hamna kitu. Yaani unajua zile masuala ya shule nini lida moto unakuta afu linaimbaga nini lina mademu kibao, mchele nini kiskuli hadi walimu nini wanaliandafia nini. Noma. Imagine ndo kusimama mbele Diamond za pale naimba da. Unajua afu ngoja nikwambie Diamond alimsupportigi kipindi hicho naye anapambana, alisupportiwaga na waigizaji kina Wema kina nini. Kwani wakati hata hii industry ya comedy kaibeba, kuna namna fulani alibeba chekatuni nini. Kwa maana unasema Diamond kitokea kaingia pale vijana mmeenda. Pale unajua ngoja nikwambie hii industry bana tunasupportiana. Kwa nafikiri Diamond akitusupport sisi kutokea kwenye Memkwa anapungukiwa ni. Hapungukiwi chochote. Kwa sisi kama wadogo zake tunatafuta riziki. Yeye ndo mkubwa wa industry kwa sababu watu wote tunamtazama yeye ndo mkubwa. Karibu akifanya vizuri tumefanya vizuri wote. Kwa hiyo sisi tunamuomba bana Simba dogo zako uje utusupport upite kwenye Memkwa nini. Hata sini ya dakika ngapi tu. Papa sisi watu wa industry ya comedy tunasupport, tunacheza challenge, tunacheza nini. Yoyote Diamond, Harmonize, Leivani, Mario wote wakubwa tu wanaweza wala inakuwa haijapungukiwa na chochote wala unakweti haujajishusha kama watu wanavyodhani. Unajua watu wanakuwa na imani potofu eti mtu kushuti Memkwa amejishusha na nini. Sisi wenyewe kwenye upande wetu tuna kijiji, tuna watu 5 milioni, watu 6 milioni, sio kitu kidogo. Ukija mkubwa huko kitu sometimes sisi wenyewe jambo lako tunakusupport. Diamond anasema tumpe 100,000 tunaweza tukawa hatuna au wanaweza wakawa nayo, lakini kwa nini 100,000 kati sisi wote ni wa Tanzania? Tunafanya hichi kwa ajili ya Tanzania. Kupitia Diamond Memkwa ikavuka mipaka. Kwanza nilikuwa na mpango na nani? Nilikuwa na mpango ni mshauri Steve tuweke zile titles za Kiingereza kwa sababu mimi nakutana na watu wengi wanani DM sio wametoka wapi. Wanaona kitu kinapendwa, wengine hawaelewi lugha. Kwa hiyo nilikuwa naomba subtitle unapokuwa unatembea. Subtitle kabisa ni mabeba hapa. Bana Steve Mosi tuweke subtitle kabisa zile za lugha pale mtu akiongea ili tuweze kuchekesha kwa sababu sasa hivi Memkwa ni tumeshavuka mipaka ya Tanzania. Tuna nini? Tuna Kongo, tuna Warundi, tuna Kenya, sijui wapi kule. Kwa hiyo natakiwa tu tunaweka subtitle tutafute huyo mtaalamu. Kwa hiyo Simba akipita pale inawezekana ni njia sisi kuingia ndicho huko na Nigeria tukapambana nao kwa sababu sasa hivi
content ndio ameshakuwa maisha ya vijana wengi hapa Bongo. Kwa ni namna alishatusupport tukafika hapa. Sisi bado hatuchoki kumuomba kwamba anaona vijana wake tunapambana, kina Ndalo, kina Steve, mabosi zangu wanapambana kila siku, hawachoki, wanashuti. Sisi wenyewe tunajitafuta huku maskini ya Mungu huku tunapambana. Kwa hivyo tu atie mkono, wallahi Mungu atamjalia. Tumalizie. Nilikutana na comment moja, nilimuuliza ndugu yangu huyu Ngadu na kuuliza na wewe. Jana nimekutana na comment watu wanalalamika. Kwa nini mwalimu anavaa heleni? Ndalo. Ni mwalimu, mnafanya kitu kikubwa sana kumpresent elimu ya watu wazima, lakini kile ambacho nakifanya Ndalo ni sahihi. Tunanunganisha na bosi wangu, si ndio? Ni mawazo. Hapo unaongea kama shabiki sasa. Hapana, ngoja nikwambie kitu kimoja. Vile ni vipuli. Unajua kuna utofauti mkubwa kati ya heleni na vipuli. Na mtu hajatoboa sikio wala ni vile ni kacha tu ambavyo havitoi kitu chochote. Sisi tutakachokiangalia ni elimu anayoitoa Ndalo. Atuangalie kitu alichokuwa nacho Ndalo. Yaani hutaki kuangalia kitu ambacho wanani yuko nacho. Hicho ni Watanzania wengi ambao wako nacho. Msanii unakaje Kitunda? Msanii sijui unafanyaje? Tunakutana na hizo changamoto nyingi. Pasipo kujua sisi ni binadamu. Angalia kama kuna material Ndalo ametoa ni mabaya, yanauzi au haendani na misingi ya Kitanzania au yanaharibu mtoto yoyote, sawa. Lakini hiyo nyingine ni kacha tu, ni mtu yote anaweza akapenda kama vile ambavyo mimi nimeweka, labda naweka dread, yeye anaweza akataka kuweka vile, na wala sio kitu kibaya. Sisi tunaangalia material na maneno ambayo Ndalo anayatoa. Yes. Hicho ndo kitu cha kuzingatia. Lote la mwisho la kumalizia. Lote la mwisho la bana ni kuwashukuru tu mimi mashabiki zangu ambao wamekuwa kimsupport Wanani kwenye platform zote, kwenye mitandao yote, na ni kwa hasa tu vijana wenzangu ambao tunapambana sehemu tofauti kutafuta riziki, kuambia kwamba ukiwa mpambanaji unakuwa sio mlalamikaji. Kwa hiyo tupambane sana kuepuka kulalamika. Ukizoea kutafuta hauwezi kuhisi kama unanyimwa. Yaani ukizoea kutafuta hauwezi kujihisi au kunyimwa ukaona ni upweke au si kufanya nini. Kwa hatuna muda wa kulalamika. Na huu sio muda, yani usitumie muda wote kulalamika wala kulia. Usilie, futa chozi, jipange. Kwa mimi tu kama vijana, mimi mwenyewe ni mpambanaji, na hasa vijana wenzangu ambao ni mashabiki zangu na bosi wa mashabiki zangu, kila ni Mtanzania, tusichoke mpaka tufikie ndoto pasina kujali tunapitia nini na kipi ambacho kinasababisha tusifike. Kwa kikubwa ni kupambana tu. Yes. Wale ambao wanamuonaga Wanani kunako Memko lakini hawajui wapi ambapo wanaweza kumpata, wataka kusupport labda waje wapi? Mimi natumia mitandao yote ya kijamii. Ukienda TikTok utaandika Wanani Comedian, ukienda YouTube utaandika Wanani Comedian, ukija Instagram utaandika Wanani, ukienda Facebook utaandika Wanani Comedian. Utaona pale kwenye bio yangu nipo pale, na nimekula zangu, nimeweka profile na uniform zangu za shule. Za Memko shule. Sema za shule, sema za Memko. Shule ndio hivyo sasa, tushakuwa tunasoma. Yaani kuna mtu anapigiwa umechelewa. Yaani sio, yani ni itikadi zote za shule. Mbona hujafika? Umechelewa. Acha kupiga kelele. Si ndio itikadi hizo za shule. Mbona hujapasi? Yaani mbona huna mkanda? Mbona huna tai? Tulikupa tai, tunashutije? Yaani ni shule tayari hiyo. Ukienda pale, kwa sababu tena mimi kwangu ni shule hasa kabisa, kwa sababu unajifunza. Maana na mimi pengine labda baadaye nitakuja kuaga na kamera yangu, utakuwa na giza yangu, kwa unaona namna wanavyoshoot, namna wanavyotengeneza script. Yani mimi pale kwangu ni shule kabisa. Najifundisha kuona kamera, kuona pose, kuona mablaza wanafanyeje, ili kesho wao kijiti kikipokezwa bana Wanani kijiti sasa unatakiwa ukiendeleza. Kwa sababu kuna muda utafika, mtu hawezi, hata Diamond hawezi kuja kufanya milele. Kwa kuna muda ukifika tayari ameshaacha alama tayari. Yaani ukimzungumzia Mondi, unazungumzia kina Rayvanny, unazungumzia kina Harmonize. Amekuza, wamekuwa, na sio rahisi. Na ukitaka kujua sio rahisi, angalia wao wanavyohangaika kuwakuza watu. Tayari ni alama. Kwa unakuta ni time, unakuta wanao hawajafikia time ya kufikia kuacha watu. Ila unakuta labda wanalazimisha. Kwa time ikifika na wao itafika stage Rayvanny naye anaacha alama. Itafika stage naye Harmonize naye anaacha alama. Ana watu ana nini hivyo, yani ile jamaa hata likiondoka sasa tayari na Harmonize, kuna Rayvanny, kuna nini, kila mtu tunajivunia watu wengi wapo. Watu wengi wapo. Kwa hiyo unakuta vitu vingine, unakuta hao wanafungua labda vitu vinakufa, wanaona kama vile wasanii labda wanawatupa, wanafanya nini. Ni wakati wakati ukifika kwamba unatakiwa ufanye noma, inakuwa hivyo kwamba sasa unatakiwa wewe uache alama. Lakini tayari kina Konde amemwacha Ibra anafanya vizuri. Na nini naye na msanii wake, sasa amemwacha na
Japokuwa nalalamika ajala nini, lakini ndio hivyo family. Bwana, mimi nashukuru sana kwa time yako mzee wangu, nashukuru kwa ukarimu wako. Pamoja sana ndugu yangu. Bwana, ni exclusive interview na ndugu yangu hapa anaitwa Wanani, mmoja kati ya wasanii wa comedy ambao wanafanya vizuri sana kwa siku za hivi karibuni, kama sio kwa siku za sasa. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatazama hizi comedy, kwa hakika jina la Wanani ama sura hii sio ngeni kwako. Wanapatikana kunako series inayopatikana kwenye YouTube channel ya Steve Mweusi, inayotambulika kwa jina la Memkwa. Ifuatilie kunako YouTube channel ya Steve Mweusi, na mengi tumeyazungumza kubwa zaidi kuhusiana na sanaa yake na walau kwa uchache maisha yake. Kwa yote ambayo tumeyazungumza, kwa vile ambavyo unamfahamu Wanani kwa kumsikia ama kwa kumtazama, usisahau kuacha comment yako kwa chini hapo. Hebu tuambie vipi ambavyo unafurahishwa na uigizaji wake, ama wapi ambapo ulikoshwa na vile ambavyo alipokuwa ameigiza. Lakini msafara wa mamba na kenge wakose, sio wote ambao watakuwa wamempenda. Vivyo hivyo wapo watu ambao watakuwa wamemchukia, watu ambao hawampendi, watu ambao wameboreka na vile ambavyo vyote ambavyo alishawahi kuvifanya. Tuambie kwenye comment hapo, Wanani siku fulani ulipofanya hivi, sehemu fulani ulipofanya hivi, kwenye episode fulani mimi sijapenda. Atatafuta muda wake mwenyewe, atakuja kusoma hizi comment, huenda akabadilika kupitia comment yako. Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video hii kunako YouTube channel yetu Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Hivi ile shule ni shule gani ile? Ambapo tunashutia? British. Ama shule hadi usiku? Sometime. Inategemea, kuna muda tuna banana changamoto, mara umeme, mara nini hivyo. Kuna wanafunzi wangapi? Jumla ya wanafunzi wote tunaweza tukafika 50. Nashukuru sana. Shukrani sana.